Muungano wa kimataifa wa wanasheria na makundi ya haki za kibinadamu umeiomba rasmi mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC kumchunguza rais wa Tanzania na serikali yake kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanywa wakati wa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Waraka wa ombi kwa ICC unamtuhumu Rais Samia Suluhu Hassan na maafisa wengine wa ngazi za juu kwa kuhusishwa moja kwa moja na vifo vya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Juma lililopita, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi kuhusu vurugu hizo baada ya kuwatuhumu wapinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kusababisha machafuko. Hati hiyo yenye kurasa 82 pia inaelezea kile ilichokiita ukiukwaji wa kimfumo na unaoendelea katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara, mateso kwa watu waliopotezwa na mauaji ya wapinzani kinyume cha sheria. ICC bado haijathibitisha kama itafanya uchunguzi. Tanzania ni mwanachama wa mahakama hiyo. Sasa ili kufahamu zaidi, awali mwandishi wa BBC Skola Kisanga amezungumza na wakili Jebra Kambole. Kwanza, nyaraka hiyo ni ya ukweli na ni shauri ambalo limeshafikishwa kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya kivita na makosa ya kihalifu ambayo iko The Hague. Kwa hiyo ni nyaraka ambayo ni sahihi kwa ajili ya hatua za awali. Kitengo cha haki za binadamu cha Madrid Bar Association, ambao ni chama cha wanasheria Madrid Spain, pamoja na World Jurist Association, Human Rights Institute na Interwatch na Professor Harold Triana ni miongoni mwa mashirika na watu ambao wamepeleka shauri hili kwenye mahakama ya ICC, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu. Kosa kubwa ni moja, kosa la vitendo vya kihalifu dhidi ya utu wa binadamu, lakini kuna makosa kadhaa ambayo yameainishwa ambayo wanaita crime against humanity. Makosa dhidi ya utu wa binadamu ni miongoni mwa makosa ambayo yanaruhusiwa na mahakama ya kimataifa kuyasikiliza, ambao makosa hayo yanahusiana na kupotea kwa watu, mauaji kinyume na utaratibu wa kisheria tunaita extrajudicial killing, vitendo vya unyanyasaji waliofanywa watu mbalimbali ikiwemo raia wa Kenya kina Boniface Mwangi pamoja na kina Agatha raia wa Uganda, lakini pia mauaji ambayo yalitokea wakati na baada ya uchaguzi, mateso ambao watu wameteswa, tuseme torture, civilian au tuseme raia wa kawaida wametendewa dhidi ya vyombo vya dola. Kinachofuata sasa ni kusubiri hatua za mwendesha mashtaka mkuu wa ICC, kwanza kutoa taarifa kwa umma juu ya uwepo wa mashauri mbalimbali kutokana na video na picha na ushahidi wa kutosha, ndipo waanze kuchukua hatua za awali. Tunategemea kwamba kwanza kupata taarifa sahihi, kupata taarifa ya hatua gani wanazichukua, lakini wao kwa sasa kuanza mchakato wa kupitia nyaraka, kupitia ushahidi uliopo kabla ya kuanza kuchukua hatua zingine ambazo zinafuata, kwa sababu unajua mahakama ya kimataifa hii iko moja duniani. Mauaji au visa hivi vinatokea maeneo mengi duniani, kwa hiyo anapokea mamilioni ya taarifa. Kwa hiyo lazima atumie muda kuweza kuchakata na kujua ipi inapewa kipaumbele, ipi inaanza, ipi inafuata. Tusalie Tanzania, ambapo mkurugenzi wa mashtaka nchini humo ameondolea mashtaka washtakiwa 198 waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, isipokuwa watu 18 ambao wamerejeshwa rumande. Mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu Nifa na Mika Chavala ni miongoni mwa wale waliorejeshwa rumande. Hizi ni picha za jioni hii nje ya mahakama hiyo, ambapo kulikuwa na mchanganyiko wa hisia miongoni mwa familia za watu walioshikiliwa, huzuni kwa wale ambao wataendelea kuzuiliwa rumande na furaha kwa wale walioachiwa huru. Nifa na wenzake wataendelea kuzuiliwa hadi tarehe 3 ya mwezi ujao. Hebu tupate kauli za walioachiliwa muda mfupi tu uliopita. Namshukuru Mungu sana. Unajionaje sasa umetoka na namshukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni kazi ngumu kwa sababu nilikamatwa. Ametusaidia sana, tumetoka salama kabisa. Tunashukuru. Sasa tunaenda kuungana na familia zetu. Tunashukuru sana maana tulikuwa tumeshajikatia tamaa. Ndio. Huru, niko huru. Ilikuwa ni ngumu sana lakini tumetoka. Kikubwa tu tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kututoa katika janga hili, kwa sababu pia hii imeweza kuonyesha dhahiri shahiri kwamba serikali pia inafanya kazi, kwa hiyo hamna mtu wa kulaumiwa. Bwana, tunashukuru sana ndugu yetu. Tunashukuru sana tumempata mwenzetu ndugu yetu hapa. Siku ya tukio nilikuwa nimetoka kazini naenda mjini, lakini bahati mbaya sikufika, niliishia njiani.
rasmi ya leo unaionaje? Siku ya leo kwa kweli ni furaha, nimekutana na ndugu zangu tena. Jamii nayapenda kuiambia kwamba tujifunze kutokana na yale ambayo wenzetu wamekutana nayo ama sisi tumekutana nayo. Kwa maana sisi tayari leo tumepata funzo. Mkono ni katika harakati za kukamata tu hapo, huu kidogo umepigwa huu. Umepigwa sehemu hapa na baada ya kufanya x-ray umekana kuna crack hapa kwenye location shoulder hapa nyuma hapa. Kuna crack, kwa hiyo Amana pale kidogo amenifanyia matibabu. Inapotokea sintofahamu kama ile iliyoikumba Tanzania katika wiki ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025, ni kawaida kwa hasira kupanda na kuibuka kwa maswali mengi. Kwa mamlaka ni rahisi kwao kutafuta mtu wa kumlaumu na kumwadhibu. Kwa waathirika sivyo bahati, wao hubaki na uchungu, tena unakuwa muda mrefu, labda na kutarajia pia kwamba fursa itatokea watalipiza kisasi kwa namna moja au nyingine. Mamlaka imeamua kuita kile kilichotokea vurugu na uvunjifu wa amani, lakini jina lolote lile utakaloamua kuita, uite vurugu, uvunjifu wa amani, uhuni, uporaji au maandamano, kile kilichotokea ni mlundikano wa mambo mengi wenye mizizi mikubwa na mirefu, na si ya kipekee kwa Tanzania tu. Ni kwamba zamu yetu tu ndio ilikuwa imefika. Fikiria, ndani ya mwaka mmoja huu uliopita, kitu kile kile kimetokea Madagascar, kimetokea Nepal, Indonesia, Peru, Kenya, Morocco. Kweli unaamini zile ni vurugu tu, eti zilizochochewa na wanasiasa na wanaharakati? Hawa vijana zaidi ya 600 wanaoburuzwa mahakamani kwa uhaini, na wengine wengi waliouawa ambao idadi yao haijulikani bado, si ndio watuhumiwa wakubwa wa zile zinazoitwa vurugu? Lakini unafahamu wana wasifu gani? Hao ni watoto na vijana wenye umri mdogo kabisa, miaka 13, 16, huku kundi kubwa ni lenye miaka kati ya 19 na 28 hapo. Unafahamu wanajishughulisha na nini? Ni makundi matatu tu makubwa: aidha wanafunzi, wajasiriamali, au ni madereva wa bodaboda na bajaji. Sasa hili kundi lenye umri huu na vyanzo hivi vya kipato visivyo rasmi ndio hili linalofahamika kama Gen Z. Ndio hili lililofanya maandamano kote duniani, huku kwingine kama vile Nepal na Madagascar wakafanikiwa hata kuangusha serikali. Mimi binafsi nimekaa Madagascar kwa zaidi ya wiki 2. Nimezungumza na vijana wanaoandamana, nimezungumza na wanaharakati, wanasiasa wa upinzani na hata wa chama tawala, maofisa wa jeshi na hata intelijensia pia. Nimedodosa ni nini hasa kinawafanya hawa vijana kuwa na hasira na ujasiri wa kupambana vile na vikosi vya usalama na serikali zao. Wanazuoni duniani kote nao wameendelea kuumiza vichwa na kufanya tafiti kujaribu kugundua nini hasa kimetokea. Na haya yafuatayo ndiyo sehemu ya chanzo cha vijana hawa kusimama na kuzipinga serikali zao. Kwanza, mitandao ya kijamii. Wanaharakati au wanasiasa wa upinzani si kiini cha maandamano haya. Wanaharakati na wanasiasa inawezekana wamechangia katika lugha na maneno yanayotumiwa katika maandamano, na mitandao ya kijamii imetumika kama njia au channels za hawa vijana kutoa madukuduku yao na labda hata kujipanga kuandaa maandamano. Sasa kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya utafiti na maarifa ya Tricontinental Institute for Social Research yenye kichwa cha habari 7 Theses on the Gen Z Uprisings in the Global South, inasema kiini cha hasira na ujasiri wa hawa vijana ni kama ifuatavyo. Kwanza, sera za kiuchumi. Sera hizi zinatengenezwa kutatua madeni ya mikopo ya hizi nchi badala ya kutatua changamoto halisi za vijana, ambazo zimechochea hasira sasa kwa vijana hawa na kuwasukuma kutaka mageuzi ya kisiasa. Ukosefu wa ajira pia ni sababu nyingine kubwa, kwamba miaka ya hivi karibuni pamekuwa na upatikanaji mkubwa na wa kirahisi zaidi wa elimu, wakati hakuna fursa za kutosha za kuwapatia ajira au vyanzo vingine vya kipato vilivyo rasmi na vya kudumu.
Kumbuka, watuhumiwa wengi katika kesi hii ya uhaini ni vijana kutoka sekta isiyo rasmi wanaojihusisha zaidi na udereva na ujasiriamali ili kujipatia vipato vyao. Ni mara ngapi umepanda Uber au Bolt au hata bodaboda ukakutana na mhitimu wa ngazi ya shahada ya uhasibu, uhandisi na kadhalika? Elimu inapatikana, lakini hakuna fursa za kutosha kuendana na elimu iliyopatikana. Sababu nyingine utafiti huo unataja ni mifumo mibovu ya kisiasa iliyopo hivi sasa ambayo haina majibu ya hasira na matakwa ya Gen Z. Katiba za nchi haziakisi mahitaji ya kila siku ya vijana, wakati ngazi mbalimbali za uwajibikaji kama vile mahakama au bunge ni kama zinaishi katika sayari yao wenyewe. Wakati huo huo, njia pekee ambayo vijana hawa wanawasiliana na kuhusiana na dola ni kupitia kwa watumishi wa umma wenye viburi na wasiojali kabisa mahitaji na matakwa ya vijana, huku vyombo vya usalama vikiwafanyia ukatili wa kila aina kila uchao, inasema sehemu ya ripoti hiyo ya Tricontinental Institute for Social Research. Ripoti hii inasema pia kwamba siasa za vyama vya ukombozi ni sehemu ya chanzo cha hasira ya Gen Z, ikidai kwamba vyama hivyo vimeishiwa mawazo mbadala ya kuendesha nchi zao na sasa vijana wamedhamiria kuvitoa vyama hivyo madarakani. Kwa mfano, ripoti hii inamtaja influencer huyo wa mitandao ya kijamii na meya wa jiji la Kathmandu la Nepal, Belen Shah. Ana miaka 35 tu na huko nyuma aliwahi kuwa rapa. Amekuwa kinara wa kampeni inayojulikana kama kuvitupilia mbali vyama vyote hivyo, akiwatia moyo vijana kukataa siasa za vyama, hasa vile vya ukombozi. Ripoti inagusia pia namna ambavyo mifumo mipya ya ajira za siku hizi zilivyotengeneza jamii isiyojiweza kujumuika na kupigania maslahi yao kwa pamoja, kama ambavyo ilivyokuwa huko zamani ambapo vyama vya wafanyakazi viliwaleta wafanyakazi pamoja na kuunganisha nguvu kupigania maslahi yao. Leo hii ripoti hiyo inasema mitandao ya kijamii ndio imekuwa majukwaa ya kukusanyika, kupashana habari na kuunganisha nguvu ya kupigania maslahi ya makundi mbalimbali ya watu, hasa vijana ambao kama ilivyo kwa Tanzania, ajira zao kubwa au vyanzo vyao vikubwa vya mapato ni kuendesha bodaboda, kufanya biashara ndogo ndogo mitandaoni na kazi zingine zisizo rasmi. Bado nadhani kilichotokea Tanzania ni vurugu tu za wahuni, kwamba wamechochewa na wanaharakati na wanasiasa wa upinzani. Hili ni swala la dunia nzima lenye mizizi ya hasira za vijana kunyanyaswa na mamlaka zilizoshindwa kuwasikiliza na kutoa suluhisho la matatizo yao. Na hasa kwa vijana, ulinzi na usalama, huduma muhimu na za msingi za kijamii, fursa za kujipatia kipato, hadi pale serikali barani Afrika na kwingineko zitakapotatua matatizo haya, maandamano au vurugu kama ambavyo serikali inavyotaka ziitwe hazitakoma.